Sote tunafahamu kwamba mwishoni mwa mwaka huu nchi yetu inaingia katika zoezi muhimu sana la uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Sisi viongozi wa dini tunaendelea kuombea sana nchi yetu tunaendelea sana kuombea nchi yetu kwa ili zoezi hili liende kwa salama na amani. Tunaomba sana Waislamu na wananchi wote kwa ujumla watumie fursa hii vizuri na haki yao ya kikatiba ya kushiriki katika uchaguzi ima kuchagua viongozi na hata kuwa wagombea katika nafasi mbalimbali ili kupata haki yao ya kuchaguliwa. Ni matumaini yetu kwamba mamlaka husika zimefanya maandalizi muhimu ili haki hii ipatikane kwa kila mtu. Tunafahamu pia hatua muhimu inayofuata ni kwa watiania kuchukua fomu na hatimaye kuteuliwa na vyama vyao tayari kuanza kampeni za uchaguzi. Tunaviasa vyama vya siasa viwe makini katika mchakato huu wa uteuzi wa wagombea na kuepukana na wagombea wenye uchu wa madaraka ambao wanataka uongozi kwa hila na kwa kutumia rushwa ili wapate uongozi, kwani viongozi hawa hawawezi kutuletea maendeleo yoyote. Na tunapoelekea kwenye uchaguzi, tuwachague watu ambao afya zao za akili ziko kiwango cha juu, kiwango kinachoridhisha. Lazima tutawakabidhi watu uongozi ambao afya zao za akili ziko chini. Itakuwa ni hatari zaidi wakati huu. Na chekeche kilio kipimo cha kupima afya duni ya akili ya mtu ni uwasilishaji wa sera yake pale anapoomba tulipo afya. Namna anapowasilisha sera yake anapotushawishi, ikiwa kwa kutumia matusi, kejeli, dharau, ubaguzi, huyu mtu hafai kumpa uongozi. Tunaongozana leo jamani. Ndugu Waislamu wenzangu, nitumie nafasi hii vile vile kutoa shukrani za dhati kwa viongozi wetu wa dini na mashehe wote na wanazuoni wote. Binafsi nimepata fursa mara kadhaa kukaa pamoja, kusikia mahubiri yenu. Wakati wote mmekuwa mnatupa mafundisho ya heri yanayojenga misingi imara ya kuendeleza dini na ujenzi wa vijana wetu kuzingatia masuala ya dini. Na ndio kwa sababu leo tunaona pia hata vijana wadogo wako hapa. Unaona kijana mdogo yuko hapa. Huyu atalelewa kwenye misingi ya kidini. Huyu kwenye makuzi yake atakuwa anasikia mahubiri haya viongozi wetu wa dini kama ambavyo leo ametolewa, na atakuwa hivyo, naye atakuja kupata nafasi ya kuendelea kukuza taifa hili na kuhubiria wengine. Sisi tunaamini dini zina ujenzi wa muumini kiimani, na tunapofanya kazi ya kujenga watu wetu kiimani, basi tuwaingizie imani yenye maslahi kwa taifa. Tusiwajengee imani ambayo inakwenda kulibomoa taifa hili. Kulibomoa taifa, tunaanza kuibomoa jamii ambayo inakuzunguka. Dini hazina nafasi ya kubomoa jamii inayozunguka. Dini ina nafasi ya kujenga jamii hiyo inayozunguka.
na sisi wasaidizi na chini tuombee vile vile, tumsaidie kazi vizuri rais wetu kwa lengo la nchi hii kuwa tulivu, lakini tuombee Watanzania wote na amani ya nchi iende kuimarika. Ndugu Waislamu wenzangu, kama nilivyosema, leo hatuna mengi ya kusema. Nimalizie kwa kuendelea kumpongeza mufti wetu ambaye amejitahidi sana kuimarisha Waislamu, kuwaunganisha Waislamu, tena Waislamu wa madhehebu yote ya ndani ya Uislamu. Mufti wetu ameweza kuyaweka pamoja, na sasa hivi Waislamu tunazungumza lugha hii moja. Jambo hili muhimu sana. Tumepita katika vipindi mbalimbali, vipindi ambavyo vilikuwa Muislamu mmoja anaweza kumcharua Muislamu mwingine, lakini wote ni Waislamu. Leo hii Mufti Sheikh wetu Abubakari amemudu kufanya Waislamu wote kukaa pamoja, kuzungumza lugha moja, na kujua kama sisi wote tuko kwenye ibada ya aina moja. Lakini pia napompongeza Mufti, siwezi kuacha kupongeza Baraza la Ulama. Ile ndio timu kubwa ambayo inamsaidia Mufti kumshauri katika mambo kadhaa. Hongera sana Baraza la Ulama, endeleeni kumsaidia Mufti katika kuongoza eneo hili. Niwasisitize Waislamu wote kuendelea kuzingatia mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na mawaidha yanayotolewa kila siku Mufti na viongozi wetu, yanaendelea kutujenga Waislamu wote kwa kitu hiki kimoja. Lakini pia niwashukuru leo kwa ushiriki wenu kwenye baraza hili la Idi toka asubuhi kwenye Idi Thalatha, na naambiwa muda sasa unaelekea kwenda kutimiza yale ya Idi hii ya kuchinja, na Kaimu Mufti amesisitiza, lakini shekhe aliyetoa mawaidha, katibu wa Baraza la Ulama, naye amesisitiza, na alipokuja katibu mkuu alisema mengi na kuisihi serikali kusimamia sheria. Nataka nikuhakikishie katibu mkuu, serikali itasimamia sheria, kanuni zilizowekwa kwa lengo la kulifanya taifa hili liendelee kuwa tulivu pamoja na mapito haya. Nataka tuhakikishie kama ambavyo Tume Huru ya Uchaguzi ilivyosema kwamba uchaguzi utakuwa huru na wa haki, si serikali kama wadau, jukumu letu kuchukua kauli hiyo na kuhakikishia kwamba uchaguzi utakuwa wa huru, haki na utafanyika katika amani ya hali. Ndugu Waislamu wenzangu, tunaendelea kufahamu jukumu la serikali, na mimi nikiwa sehemu ya viongozi wa serikali kama msimamizi wa shughuli za serikali, lazima niwaambie kwamba serikali inaendelea kujenga misingi ya mshikamano kati ya waumini wa dhehebu moja na dhehebu jingine, tena katika nyanja mbalimbali, lakini pia katika kutoa hamasa ya waumini kuendelea kushiriki ibada mbalimbali zilizoainishwa kulingana na dini yenyewe na masharti yake, tukiwa tunaamini kwamba dini zimeendelea kuifanya nchi hii kuwa ni nchi ya amani wakati wote. Leo hii tunapokutana hapa kwenye maadhimisho ya siku hii ya Idi, mimi nataka nitumie nafasi hii kueleza kwamba maadhimisho haya yanafanyika ikiwa ni kukamilika kwa ibada ya hija, ambayo ni nguzo mojawapo muhimu katika Uislamu. Na hivyo basi, kipekee ni wapongeza Waislamu wote waliofanikiwa kutimiza ibada ya hija huko Maka na Madina. Sisi sote tuliobaki hapa tuwaombee wenzetu wakamilishe ibada hiyo, na kukamilisha kwao ibada hiyo kwetu sisi ni baraka, kwa sababu wanatuombea, na wengine wakifanya maandalizi ya mwakani kwenda hija. Na bahati nzuri katibu mkuu amekumbusha kwamba kukamilika kwa hija hii ni kuanza kwa hija ijayo, na kwa hiyo tuendelee kuombea kwa
Mola ili kila jambo ambalo wanalifanya huko liwe la heri na salama.